ambacho unaweza kukaa hapa duniani na isikuharibikie ni neno la Mungu. Hata ule kwa wiki namna gani, hata usome ukurasa wa kwanza, wa pili mpaka wa 10, alafu upumzike uendelee mpaka ukurasa wa 20. Hakuna siku utaharibikiwa wala upangawe kichwa eti kwa sababu umesoma sana. Bwana pea sifa. Unajua hapa duniani nasikiaga kuna watu walisoma mpaka wamegeuka moto. Bwana pea sifa. Sasa Biblia huwezi ukasoma ikuharibu, ikutengeneze ikakutengeneza. Bwana pea sifa. Unajua hapa duniani hata ile chakula nzuri sana ukule upitishe, itakusumbua. Utasumbuana. Bwana pea sifa. Kama mzee mmoja juzi aliniambia amesumbuliwa na tumbo maana alikula nguruwe akala mingi. Sasa amesumbuliwa na tumbo vibaya sana. Lakini neno la Mungu hata ule kwa wingi namna gani, hakuna siku itafanya upagawe wala hakuna siku itafanya uharibikiwe na mwili. Bwana pea sifa. Basi tunaendelea na habari ya imani. Bwana tukuze. Maana mimi kama kuna kitu Mungu alinipatia ni habari ya imani. Huwa ninaongea mambo mengine lakini imani nasikiaga ndio kile kipawa. Bwana pea sifa. Kilizaliwa cha kwanza katika moyo wangu wakati niliokoka. Imani. Bwana pea sifa. Maana nakumbuka nikiwa na miezi 2 baada ya kuokoka. Kuna mtu mmoja niliambia, mimi ninaamini siku moja nitahubiria watu na wasikie neno, na ni miezi 2 baada ya kuokoka. Akaniambia kuhubiri ni ngumu, si vile unafikiria. Nikamwambia na wewe kuna siku utasikia nikihubiri, si ngumu ndani ya Mungu, maana amesaidia wengi wakahubiri, hata mimi nitahubiri. Bwana pea sifa. Na ni mwezi wa 2 baada ya kuokoka. Kwa hivyo imani nilipewa tu, ilizidi wakati niliokoka, na kutoka hapo nimeona Mungu akifanya mambo kwa hiki kipawa cha imani. Bwana pea sifa. Ya Mungu amekuwa akifanya mambo kupitia hiki kipawa cha imani. Maana ni kuamini Mungu tu atafanya mambo. Bwana pea sifa. Hata ukikutana na mtu ako na shida, na mtu ako na ugonjwa, anataka aombewe, wewe acha kujiuliza maswali mengi. Hii ugonjwa daktari sijini, wewe weka tu imani mahali pale na ugonjwa utaondoka. Bwana pea sifa. Maana imani inafanya yale mambo inaonekana yakiwa magumu katika maisha iwezekane. Na tena imani husaidia yale mambo inaonekana ikiwa mbali ifikie mtu kwa haraka. Bwana pea sifa. Na tena imani inasaidia mtu afike kwa haraka kwenye baraka yake. Kuna vile unaweza kumwamini Mungu ile ungekaa sana bila kubarikiwa ama kupata ile baraka, lakini kwa sababu ya imani yako ikusaidie kwenda kwa haraka kupokea baraka yako. Bwana pea sifa. Nikulete karibu nikwambia kwamba Bartimayo, neno nasema ya kwamba aliposikia kwamba Yesu anapita, neno nasema ya kwamba Yesu akamwambia, naye Yesu akamwambia watu muiteni. Neno nasema ya kwamba kabla hajaona akaenda akaruka mbele miguuni kwa Bwana Yesu. Na ni kabla hajaona, nishike hapa, ni kabla hajajua Yesu ako wapi, hajaona hasa mahali alipo, maana bado ni kipofu, lakini amesikia Yesu amesema aitwe. Lakini neno kisoma nasema ya kwamba likafanya aruke kwa haraka akaenda miguuni kwa Yesu. Na kwa sababu alikuwa na imani, imani ndiyo iliyomsaidia hata kabla hajaona, ikamsaidia kwenda haraka kwa miguu ya Yesu. Imani husaidia mtu kufika haraka mahali ambapo anastahili kuwa katika maisha haya. Bwana pea sifa. Ilimsaidia Bartimayo kumkaribia Yesu. Wewe nenda usome hiyo maandiko utaona eti ya kwamba naye akaruka akaenda mbinguni kwa Yesu. Na anaruka kabla hajaona. Ushike hapo. Angeruka kama anaona tungesema ameruka kwa sababu ameona. Lakini aliruka kabla hajapata macho kwa sababu ndani yake kulikuwa na imani. Na hata kama hakuwa na macho kwa mwili huu, ndani yake ile imani alikuwa nayo ilimsaidia kujua na kuelewa na kuenenda mahali Yesu hapo. Kwa sababu imani hufahamisha mtu yale mambo ambayo hayaonekani, ya kwamba hayo mambo ambayo hauoni yapo na ni ya kweli. Ni kwa nini inakuonyesha yale mambo haionekani? Kwa sababu imani huona. Mtu ambaye anaweza akakuonyesha kitu mahali kilipo lazima awe na macho. Na neno nasema kwamba ndiyo inayotufahamisha, inayotujulisha ya kwamba hayo mambo ambayo hayaonekani, imani ndiyo inatufahamisha ya kwamba hayo mambo ambayo hamuoni, hayo mambo yapo na ni ya kweli. Kwa nini inatusaidia vile? Kwa sababu imani ina macho. Imani huona na imani hutambua mambo. Sasa kile ambacho tunahitaji ni imani izidi kuwa ndani ya mioyo yetu, na tukizidi kupata imani itatusaidia kuona hata yale mambo yaonekani.
Na hapo ndipo tofauti ya waokole ama ya Wakristo ama ya Honoki inaingilia. Maana itategemea imani uko nayo. Kwa hivyo ile imani uko nayo, hivyo ndivyo utakavyoona. Na vile unaona ndivyo utakavyosema. Kwa hivyo wale ambao hawana imani, ukisema kwa sababu hawaoni, hamtaenda pamoja. Hamtaelewana. Maana wewe wasema kitu ambacho hakionekani kwa macho haya, lakini katika ulimwengu wa roho kwa imani unakiona. Sasa unakisema. Sasa ukisema kitu na watu wakukondolee macho ya mwili, hamtaelewana. Inafaa asemaye akisema kwa roho ukamate kwa roho na uone kwa roho. Na hii husaidia mtu, ni imani husaidia mtu. Nikisema kitu hapa ya kwamba tutapanua hii kanisa na ikawa kanisa kubwa sana, Bwana pesa, ninaisema kwa imani. Sasa wewe ukiangalia vile kulivyo, utauliza tutaanzia wapi tumalizie wapi? Lakini mimi nimesema ya kwamba, na hilo ni jambo nilisikia nikiwa hapa mchana, ya kwamba hili kanisa litapanuka sana. Bwana pewe sifa. Sasa wasio na imani hawataelewa kitu. Wataanza kusema adolemoke takani vaone tutigie kwa rami. Sasa mimi siko hapo, sioni kama vile wewe unaona. Ninaona kwa njia ya imani. Maana imani ina macho. Na imani ndiyo inasaidia mtu kufikia kwa kitu ambacho hata kama hakupata kwao kikiwepo. Nikulete karibu nikwambia kwamba neno nasema kwamba Bartimayo alizaliwa akiwa kipofu, lakini hakufa akiwa kipofu. Ili kumaanisha kwa imani unaweza pokea kitu hata kama haukukipata kwa familia yenu. Bwana pewe sifa. Nilienda mahali pengine nikaambia hao watu, nikawakemea kwa imani. Nikamwambia nyinyi mmekosa imani. Baka mgotire kehiko, gotire morango giga meragari. Kwa sababu hamuna imani mtapata gari kwa hii familia. Mmoja akaniambia hatukukuta. Nikamwambia si habari na kukuta, ni habari na imani. Mungu afungue mlango. Na nikamwambia siku nyingine nikirudi nikute mmeweka geti kubwa ambao gari inaweza kaingia. Maana mimi natumia imani, situmii vile kulivyo. Bwana pewe sifa. Nikulete karibu. Tulipofanya harusi ikafika mahali madaktari wakatoa ripoti kuhusu mama Kamau. Ya kwamba kulingana na vile alivyo, na kulingana na vile wanaelewa na vile wamesoma, wakasema kwamba hawezipata watoto. Niliangalia daktari na ni daktari mkubwa sana, sitaki kutaja hospitali, lakini ni daktari mkubwa ndio tulikuwa tumekuja. Nikamwambia sikiza daktari, pamoja na kusoma kwako na kuelewa kwako, wewe ndio umeelewa hivyo. Sasa kuna mwingine ambaye ni mkuu kuliko wewe na ndiye ninaamini. Wewe umesema 99.8 ukosefu wa mtoto. Na mimi nasema 100% atapata watoto. Amen. Na ni daktari mkubwa alirudi nyuma hivi akaniuliza wewe ni mhubiri? Ya, mimi ni mhubiri na tena zaidi huwa nahubiri imani. Na nikamwambia sitaenda hospitali nyingine, sasa nimeenda kuomba Mungu. Maana nilikuwa sasa hapo tuliambiwa ndipo mwisho. Akiona huyo daktari ni hivyo. Na mimi nikamwambia daktari umemwona, lakini bado kuna mmoja hajatoa jawabu. Wewe umesema kuna mmoja ambaye anaitwa Yesu. Na huyo anaweza toa ripoti tofauti na yako. Huyu ambaye umesema hawezi akapata watoto, atapata wazuri sana na ataanzia na watoto wa vijana. Akaniambia nenda na huyo Mungu wako na hubiri. Nikamwambia umesema. Yes. Tulitoka mahali tulikuwa hiyo hospitali mpaka nyumbani mama Kamau akilia. Nikamwambia sasa unalia nini? Hiyo ni ripoti ya daktari. Mimi kulingana na imani, tutabarikiwa na watoto. Amen. Kwa ufupi leo tunao. Lakini mahali tulikuwa tumeenda daktari alikuwa amesema 99.8 ni ukosefu wa watoto. Sasa nikamwambia 100% ni kupata. Kwa sababu imani inabadilisha hali hivi ilivyo. Ukimjua Mungu hautaangalia sana vile ulivyo, utaangalia sana Mungu ulio naye. Hautaangalia sana mahali umetokea, mahali umekuwa, mahali umezaliwa, mahali umekaa. Hautaangalia hayo mambo, hapana. Utaangalia mwenye amekuita. Na ukitazama ambaye amekuita, ukielewa nguvu alizo nazo, utatembea kwa imani na mambo itaanza kutendeka. Maana Mungu kile anahitaji kwetu ni imani. Na imani huja kwa kupata na kupokea neno la Mungu. Ukipata neno la Mungu na kuliweka, ndilo ambalo linaleta imani kwa mtu. Na sasa likianza kukua, maana kila wakati lina majira wake linafanya kazi. Ni mengi nimeona kupitia imani hata kwa wengine. Bwana pewe sifa. Maana imani ni kukataa, ni kukaa na neno. Wewe watu wanaongea lakini wewe unaangalia neno limesemaje. Amesema asiwezi pata, neno nasema kwamba tumebarikiwa. Bwana pewe sifa.
Wanasema kwamba wewe, wanasema kwamba hamkusoma, wewe unasema kwamba utasoma. Haukupata gari kweli, wewe utaliendesha. Wanapewa sifa kwa sababu imani inasababisha hata yale mambo ya asili itufikie sisi, hata kama hailikuwa mbali sana nasi. Wanapewa sifa. Huyu mtu ambaye nilisema mchana hapa, neno nasema kwamba shoka ikaanguka kwenye maji, na sijui kwa nini hilo neno linajirudia hivi tu. Ikaanguka kwenye maji. Ilipoanguka, maana huyu mwenye shoka alielewa ni nani wamefuatana naye, ndio maana akamwelezea mahali shoka imeanguka. Kama hakuwa anatambua mwito wa mtumishi wa Mungu, hangemweleza shoka limeanguka, kwa sababu angesema demweleke hatia. Na hiyo ndio imemaliza watu wengi. Jeremi shogweke hatia. Sasa ukifika hapo wewe hauna imani, mwambie, kwa sababu mwito wake amewekwa hapo na Mungu. Kwa sababu ya mwito wake, wewe shoka ikianguka, kuja umwambie mahali imeanguka. Habari ya shoka kutoka kwenye maji waachia mtumishi wa Mungu na Mungu mwenyewe. Ukitambua ako na uwezo wa kusema mahali imeanguka, itatokea. Na ninatangaza hapa katika ulimwengu wa roho, yale mashoka yote yameanguka na ikaacha kazi mahali hapa, irudi mikononi mwenu katika jina la Yesu. Imani inafanya mambo itendeke katika maisha yako. Imani inatambua wakati. Na ukiwa na imani inaelewa wakati wa jambo kutendeka, itakuwa rahisi sana wewe ushike na ukamate jambo ambalo unahitaji kwa wakati wa Mungu. Maana Mungu hufanya kazi kila wakati, lakini ana majira yake. Hawezi ukasoma neno leo useme kwamba hili neno halinisaidii. Hakuna wakati neno la Mungu halisaidii mtu, ila kuna majira ya wakati wa hilo neno. Bwana apewe sifa. Ukiwa na imani itakuingiza kwa majira ama kwa wakati wa Mungu, na utaelewa wakati wa Mungu anataka nini na anakusudia kufanya nini. Bwana apewe sifa. Angalia mtu ambaye mmoja alisaidiwa na imani. Leo saa 8 tunaangalia matendo ya imani. Matendo ya Mitume 3. Nasema kwamba Matendo ya Mitume 3, chapter 3. Matendo ya Mitume 3 yasema kwamba basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walikuweka kila siku katika mlango wa hekalu, uitoa mlango mzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akisema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua mara nyayo zake na vivundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu, wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. 16. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayekuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Bwana apewe sifa. Haya, neno nasema kwamba kukawa na mtu mmoja ambaye kutoka kuzaliwa kwake alizaliwa akiwa kiwete, na ikajulikana hivyo, na baba madaktari wakajaribu wawezavyo, wakashindwa. Akawa hivyo na akawa mtu mkubwa. Kutoka kuzaliwa alizaliwa akiwa kiwete, lakini hakumalizia akiwa kiwete. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani. Sasa ikawa huyu mtu, sijui ni watu wao, lakini inaonekana ni watu ama ni wazazi, hawakusema ni watu nani. Ikawa na wao wakawa wanamchukua kila siku kumpeleka kwa mlango wa hekalu ili aombe sadaka. Wao walimpeleka ili aombe sadaka, pamoja na kupata sadaka wafaidike kwa ile sadaka anapata. Lakini hawakuelewa kitu moja, wamesaidia huu mtu kusikia neno la Mungu ambalo linahubiriwa kwenye hekalu.
kwa sababu imani huja kwa kusikia na tena kwa kusikia neno la Mungu. Wakamsaidia bila wao kujua ya kwamba wanamsaidia kusikia neno la Mungu litokalo kwa hekalu. Sasa pamoja na kumweka kwa mlango, wao walikuwa wanangojea sadaka alafu wampeleke nyumbani, pamoja na kumsaidia na ile sadaka wanajisaidia. Lakini kwa upande mwingine ikawa ni usaidizi wa huu mtu kulisikia neno litokalo kwa hekalu. Hata kama alikuwa nje, akawa mtu wa kushika neno na kuliweka ndani yake. Sasa wezache wakipata faida kwa sadaka anayopata, yeye naye katika moyo wake akaanza kujengwa imani na akaanza kuamini siku moja ijayo mimi nitakuwa na miguu. Wao wakiokota sadaka, anasema ni sawa, okoteni sadaka, ni sawa, hata munipatii zote, ni sawa tu, kwa sababu hata nanyi mnanisaidia kwa miguu yenu kufika kwenye hekalu, maana mimi sina miguu. Kwa hivyo nyinyi ambao mko na miguu ni asante, maana mnanipeleka kwa hekalu, lakini siku moja ninaamini nitajisimamisha na miguu yangu. Ikawa hivyo kwa muda mrefu, yule mtu akawa akiwekwa kwa mlango wa hekalu, na yeye akisikia neno analishika. Maana ni kusikia na kushika na kuweka. Anasikia watu wakisema vile wamefanywa na Mungu kwenye madhabahu, na yeye anatangazia shida yake, anatangazia miguu, anaiambia sikilizeni, mmesikia huyu ametangaza aliponywa kule kwa madhabahu ndani, na mimi nikiwa hapa nje ninaamini siku moja miguu utatembea. Maana imani ni kukiri kabla ya jambo kutendeka. Na imani ni kunenea mambo unakaa kama umepagawa. Maana lugha ya imani wenye hawaielewi, ukiongea hamutaelewana. Ilifika mahali mimi nikaanza kunenea marori, nikikutana na lori ama nifuata lori hivi nikiwa na gari, nikiona imebeba mchanga hii mudhanga wako na inenene ya ni leo mmepeleka kwa huyo, lakini kesho mtapeleka kwangu. Nikikutana na yeye imebeba mawe, nasema ndio mode watu wale shoto ndo wete terosho nenie mukale herto de gamwetia. Imani ni kukiri mambo kabla hayajatendeka na kuongea hata uonekane kama haushiki. Sasa huyu mtu akakaa akizungumzia miguu yake, akiambia sikilizeni nyinyi miguu, siku moja nitaamuka na nitatembea, kwa sababu neno ambalo nasikia ndani ya hekalu, nasikia ndani yangu linajenga imani. Na ninasikia wakisema kwa Mungu yote inawezekana, na ni yote. Kwa hivyo hata hii miguu yangu iko ndani ya yote, na siku moja nitatembea. Akaanza kunenea hali yake kwa imani kwa neno la Mungu. Akaanza kusema ndio, nilizaliwa kiwete, lakini sitadumu nikiwa kiwete. Bwana pewe sifa. Usifuate sana mahali umetoka, maana ukifuata sana hautaenda mbali katika imani. Maana mengi hatukupata, lakini ndani ya Mungu mahali tumezaliwa mara ya pili kuna yote. Sasa ukifuata hapo umezaliwa mara ya pili, utaweza kuleta hata yale haukupata wakati ulizaliwa mara ya kwanza kwa mwili huu. Imani inaleta yale mambo ya asili katika maisha ya mtu, na inaleta ya mambo ya kiroho katika maisha ya mtu. Na imani ni kuzungumza kabla haijatendeka. Ikitendeka watu wanasema alikuwa na imani. Sasa jamaa akawa mahali pale kwa muda mrefu, alizaliwa kiwete mpaka inafika mahali sasa wanamuita mtu. Ukisikia mtu mbeleni wanasema alizaliwa kiwete akiwa mtoto kutoka tumboni mwa mama yake. Sasa wanasema mtu alikuwa ni mtu mkubwa. Sasa ile neno ambayo alikuwa anasikia kwenye hekalu akaliweka moyoni mwake, kwa sababu ni kusikia neno na kuliweka ndani ya moyo wako. Na neno nasema siku moja ikafika, kwa sababu ni siku hufika, ni majira hufika ya mtu. Mungu hufanya kazi usiku na mchana, lakini ana wakati wake kwa kila mtu. Ukielewa hivyo hautataabika. Nasema hivi, usiku na mchana Mungu afanya kazi, lakini kuna majira ya mtu hapa duniani kutendewa na Mungu. Sasa ikafika siku, maana ni siku hufika, na kama kuna siku za muhimu ni hizi siku ambazo ziko mbele yako. Unaweza shindwa kubadilisha zile ambazo zimepita, lakini unaweza ukaweka sawa yale siku ambazo ziko mbele yako. Sasa ikafika siku, Petro na Yohana nao ndio hao
wamejikaza, wanakuja kuomba hekaluni. Wao wamekuja maombezi, na haikuwa mara ya kwanza walikuwa wanaingia hiyo hekalu kuomba, lakini kwa sababu ni siku imefika, ni majira na wakati ya huu mtu umefika akumbukwe na Mungu kulingana na imani aliyonayo. Sasa ikawa hivyo. Ndio huwa ninasema ya kwamba usimdharau aliyewekwa mbele yako kwa sababu ya Mungu. Usiseme ana mafuta, anayo, ni wakati hujafika. Huyu mtu angedharau akina Petro kwa sababu haikuwa mara ya kwanza kuwaona wakija kwenye hekalu, lakini kwa sababu imefika siku ya imani yake kufanya kazi, akawapondolea macho. Petro naye akamwangalia, mwambie, hebu tutazame, sisi hatuna fedha. Kwa ufupi, hii sadaka umekuwa ukipewa hatuna sisi, lakini tuna zaidi ya sadaka. Kwa jina la Yesu, simama utembee. Na kwa sababu ilikuwa imefika ni wakati wa imani kufanya kazi, huyu mtu naye hakusita, hakukawia. Alipoambiwa simama, akajikaza, akaanza kusimama, naye Petro akamshika mkono. Sasa wamepatana watu hapa. Petro ako na imani, na imefika wakati wa kufanya kazi, kwa sababu imani hufanya kazi na majira yake. Naye huyu mtu ako na imani, wote wawili wamekutana. Ako na imani atapona, naye huyu ako na imani atamponya kupitia jina la Yesu. Inafaa uwe na imani, na unayekuta na ako na imani tayari, hiyo sina shaka, ako na imani tayari ya kwamba lile limefanya umwendee litatendeka. Sasa alipoambiwa simame, neno nasema kwamba akainuka. Neno nasema kwamba alipoinuka akasikia kwamba miguu yake imepata nguvu. Maana ni imani inafika mahali inakusimamisha katika maisha. Unapokea kile ambacho umehitaji. Umegoja kwa Mungu miaka mingi bila kuhesabu miaka. Usihesabie Mungu miaka eti umeomba sana, utakosea. Maana unahesabu kulingana na kalenda yako. Sasa ukihesabia Mungu miaka, umetoka kwa wakati na majira yake. Kinachofaa kwa mtu, usihesabu miaka, lakini wewe kwa miaka yote ukijua ya kwamba siku zijazo ambazo ninaishi hapa mbele yangu, kuna miujiza na hii mambo ambayo nahitaji nitapokea. Mimi kuna neno ambalo nilikataa, ambalo zamani nyanya alikuwa akituambia. Na kwa sababu nina nyanya wengi, hautajua ni nani. Tulipokuwa tunaamka alikuwa anatuambia ni sawa tumeamuka tukaingia kaburi. Kila asubuhi tukipatana nasema ni sawa tumeamuka tukuingia kaburi. Mimi hiyo maneno nilianza kuikataa kabla sijaokoka. Hata kusema hapana, mimi sijaamuka, hakuja pambazuka nikaribia kaburi. Sasa nilipookoka, hiyo maneno nikaibadilisha vizuri, nikaanza kusema nimeamuka nifike kwa baraka zangu, nifikie ahadi zangu, wala si kaburi. Si kaburi, ni kufika kwenye ahadi zetu. Nikakataa hayo maneno, na hata wale huwa ninasema ninapoamuka, nimeamuka niingie kwa baraka zangu, niingie kwa maagano yangu na Mungu, si kaburi. Sasa huyu mtu ikawa siku yake imefika ya kukumbukwa na Mungu. Neno nasema ya kwamba akatoka mahali pale mbio, akaingia hekaluni akirukaruka. Akaingia akirukaruka mbio huyo mtu, kwa sababu imani inafanya kazi. Wakati na majira yake imefika atendewe. Imani ikifika kufanya kazi kwa majira na kipindi ambacho Mungu ametenga kwenye maisha yako, hautapitwa na huyo wakati, na utafanya mambo kwa haraka mpaka watu washangae, kwa sababu huyu mtu alienda mbio. Wengine wakiingia hekalu asubuhi na masaa ilipita, waliingia kwa utaratibu. Waliingia kwa utaratibu, lakini huyu mtu aliingia kwa haraka, kwa sababu imani imefika na uponyaji wake umemjia. Niko hapa nitangaze jioni hii ya leo, tuzidi kushikilia imani, maana kwa kushikilia imani tutaingia kwa haraka kwa yale ambayo tunahitaji. Tutafika kwa haraka zaidi ya bila watu wanafikiria. Ningepanga, ningeweka pesa za kujenga, ningegharimu miaka ingine 10 mbele ama 20 ndio nifike kujenga mahali nimefikisha. Lakini kwa sababu ya imani imefanya hilo jambo litendeke kwa haraka. Maana imani ikifika, mtu hufanya mambo kwa haraka, watu wanashangaa. Na si vile kulivyo, ni kulingana na vile Mungu alivyo. Hatufanyi
mambo kulingana na vile tulivyo sisi, tunafanya kulingana na aliyetuita alivyo. Halo, shikilia imani na utaingia kwa baraka zako kwa haraka, ili ushindi kila wakati. Wewe tangaza imani kwa maisha yako kila wakati, usichoke. Ilifika mahali nikapelekana na Mungu, nikamwambia Mungu, sikiza, hata alipokuwa ananenea mwamba ama kugonga watu wapate maji, hata na yeye alikuwa anakunywa hiyo maji. Kaambia Mungu, na mimi sasa wacha nikunywe hii maji ambayo nimekuwa nikitumia kwa watu, tena sana kuwatabiria habari ya kujenga, na wanajenga, wanakuja wananiambia walijenga, wamekuwa na mimi nikunywe hiyo maji. Sasa si kusema tu sasa wacha na mimi nikunywe, Bwana pia sifa. Ikafika wakati Mungu akaniambia, sikiza Douglas, nimekusikia, na mimi niko na nguvu kiwango ya kwamba ninaweza nikatoa ndovu ndani ya chungu. Jadi na kikoyona kama nyite wega ndoga chingene nyugo. Akinjira ni Ngai koragwo na hinya, na ndende guko wario horo ini nyumba yaku, na ni koragwo na hinya kiwango no dute digiri jogu thini wa digiri. Exactly. Amen. Hapa akaniambia ninaweza no dute jogu thini wa digiri ogo ndemerute, na nikaona hiyo picha ya ndovu ndemerute ogo ndemerugathie no ya iba thini wa digiri. Nikaambia Mungu, umeniweza na nimeamini, na kutoka wakati hiyo ndio mambo ikaanza kutendeka. Shikilia imani, wachana na mambo mengi. Wewe shikilia imani, katalia imani uonekane kama wewe ni mjinga kwa sababu ya kushika imani. Sasa huyu mtu akaingia mbio, akaingia hekaluni na akakuta wakisifu. Sikiza, imani huwa inanifurahisha. Hapa kuna ufunuo. Wakati walianza ibada hakuwa pamoja na wao, maana walianza ibada asubuhi, na tena walikuwa wamesoma miaka mingi, si hiyo siku tu akiwa nchi. Lakini wakati na majira wa Mungu kumbariki ulipofika, walianza ibada akiwa nje, lakini kabla wamalize alikuwa ndani. Wakianza ibada alikuwa nje, tena miaka mingi, shika hapo. Lakini siku ikafika wakati na majira, hiyo narudia mara kwa mara, ni kukamate, na tuliongea mjana ni kukamata na kuweka. Ikafika kwa sababu majira na wakati wa Mungu umefika. Walianza ibada akiwa nje, lakini kabla hawajamaliza alikuwa ndani. Mimi nilikuwa nikiambia Mungu, wameanza kujenga ndio, lakini kabla wamalize nitakuwa pamoja na wao, nitakuwa ndani. Na hivyo ndivyo ilivyo leo. Kuna wenye nilikuta wakicheka na sasa niko ndani, hawajamaliza kabla sijaingia. Walianza ibada akiwa nje, lakini kabla hawajamaliza alikuwa ndani. Na wewe yale mambo unaona watu wameanza katika maisha ni sawa, wameanza lakini chini kwa imani. Mumeanza lakini kabla mumalize tuko pamoja nanyi. Mumeanza lakini kabla mumalizie nitakuwa ndani. Walianza ibada akiwa nje, walianza ibada akiwa kiwete, walianza ibada akiwa muombaji, walianza ibada akitoa sadaka, lakini kabla wamalize alikuwa ndani akitembea, alikuwa ndani akirukaruka, alikuwa ndani akimtukuza Mungu, alikuwa ndani akimuinua Mungu. Na iligharimu dakika chache sana, haikugharimu lisali moja ya huu mtu kubadilishiwa maisha na Mungu. Maana Mungu hatumii muda mrefu kubadilisha maisha ya mtu, lakini anataka aliye na imani ampate kwa imani, abadilishe maisha yake. Watu washangae mpaka neno mtana ya kwamba mpaka watu wakaanza kusema, si tu mlimwacha nje. Ndio mlimwacha nje, lakini mtafanya nini hapo ndani? Mtanua hapo ndani. Mlimwacha, lakini yule anakumbuka walio nje, walio mbali,
wanakuona asubuhi, jioni bado. Waambia jioni bado, jioni bado haijafika, giza haijaingia. Kabla giza ingie, jamaa alikuwa akitembea. Walianza akiwa nje, lakini kabla wamalize alikuwa ndani. Akaanza kusema, Mungu ninakushukuru kwa sababu nikiwa nje nilisema wakati nitapata miguu nitaingia kwa hekalu. Maana imani huonyesha mtu ataenda wapi jambo likitendeka. Halo, kwa siku ile Lazaro alikuwa amekufa na ikajulikana, lakini kabla siku ile ziishe, siku ya nne Lazaro alikuwa uhai. Ndio rakumite ndio na muradika mmoja higa na mmoja ni aranuka wao mmoja katia wale waliokanagia ndio kile ndio rakumite ndio ni mmoja mmoja katia na muradika na mmoja ni aranuka na mmoja kama shakaya na mmoja ya tobi na ngari na matumbo ya Maria ndio ya kwenye ima hatina na nenda ndio matumbo siku ya nne Lazaro akawa uhai. Anaitwa Mungu. Na tamaka yone maoto. Na tayene yone tuma. Kona kelema. Mutino no muhahora. Mwenyewe amekuwa kitaimbio. Akona tika na yeye Dubai. Alioka kule Hebeli. Kwa karibu mama dalili ndo omwe. Kwa kuona kuli okali ndo omwe hakai. Mondo kwetana le bwana ndo omwe. Halo. Wameanza kufanya mambo, lakini kabla hawajamaliza tutakuwa pamoja na wao. Tutakuwa pamoja na wao. Wameendesha gari miaka mingi, lakini kabla hawajamalizia tutakuwa tunawafanyia bibi. Wamenipita sana miguu, lakini baada kidogo tu kabla jioni ikie ndio bibi kama ndogo ile romo no kemo gaije magoro rege bodo no si amenya magoro na amenya ile gari Doyo no amenyekane magoro na ingine tumenyekanite muno tui magoro rero reka mari muone idwe reka ino turadima tumenyekanite muno tui akobori no reka reka umenyekane halo netugite na meshie haleluya akora kwa mundo rakoma haleluya akakoma hege na hahari dirako magogo ona he baradi egeraga hoke do 5 Abasta do kapo me wewe. Toni tikapingwa ni kwenda. Kitu 5 etikitie iyo bara. Iyo. Nanga ngone aso. Nanga kimenya kile kule. Usine ndo kila akawa alijigire bara dia. Bera kajera kitu ni ngo nyuma to. Kamenya wewe no ukome no rudiere. Ndego me apo tali anga. Yali kukomati. Halo. No movi uyu. Iyo kwengi woku. Kagogo ndo akabagwajo kirage turaigwa kuna ninja buna baradi niki wagiri ngogwa mono etibu todo mundu ni araria iyo kwengi wakwekera turaigwa kebara ni kwengwa kebara na nema baba ni makenyume halo maundu maria turaigwa ni todo maundu maria turagerera ni kiroho-ini he ni megukinya mwisho mahali Riwo tige kumaigwa maundu maria urona tige kumona atoi machomu aita mario haria nasakana yo ogi koneka kwe shane kirote ogi ni babo le mara raidi babu ne kwena kundu no hoinyo tana kinya halo nebo ni hadu hatarari rorai todo mundu yu gutana kinya hwaini ari na maguru make ni todo kuhabiti agitonya hamwe akibosa hamwe akikubia kai hamwe nao akibwa ni wewe munene ndurite titikitie ni hari aja ungekahonia kaingira baby wewe ndio wahonia wathi uyu ni atuite itwa ikikagia maguru gatonya hekaru ngose ni igwaga mizite kigosa muno kama kigosa atekuhota kuina na mundu ainaga na moko tu akitenyia maguru ko ndehota kwirugamia era geka ile kama ine ndetu no muthenya
muthenya uri kahotirie meruga nika kuboca reke maundu monekane ta maraina tu no muthenya ni urakia maundu macio mehande. Halo reke kunekane ta kuinaithira muno mwai no muthenya mo ni urakia maundu macio mehande. No tigo kiboca Ngai, no tigo gikumia Ngai. Ugenagia kwa mundu uyu aliambiwa na Petro, tutazame. Akirora moko arora moko ndarora kindu na amenyerete kuona moko mena mbia magikia gikabuni. Na Petro ni amwira torore tena na dhahabu tutini ara guoko onire guoko mutheru guoko kwa Ngai. Halo ona ngigucunthiriria wone ta gwi gutheru ndagika yaku gia kindu ona ndungimenya gukiria ona no akuire guoko wone totaro na kindu ndahe kindu. Alo hakupata kitu no guko kuonire gutare kindu nikuo kwamukeririe kuonire gutare kindu nikuo kwamunyitire gukimukiria thiko kama ithone wega moko macio manje hakorona ta matare kindu nimo memukiria mena kindu nikuna tarakiona umenyere amenyerete kuona noti na maitho ma thi no ruwenda wahinguke bana thiini tutazame. Hatuna fedha na dhahabu lakini kwa jina la Yesu amupe utembee. Ile mikono alitazama akaona haina kitu, kumbe hiyo mkono ndio iko na baraka. Na ikifika hapo huwa nasema hivi, usizoea watumishi wa Mungu maana haujui siku yako ya kuinuliwa. Huyu mtumishi alikuwa amepita pale miaka mingi, alikuwa amepita huyu kiwete miaka mingi, lakini majira na wakati haukuwa umefika. Kwa hivyo huyu jamaa angedharau akina Petro, hangepokea baraka yake. Angegile kuratira demorona ke na motoleta muhetokeria angemiss baraka yake. Usizoee mafuta ya mtumishi wa Mungu maana kuna siku itatenda mambo katika maisha yako. Ni majira na wakati haijafika. Ikifika majira na wakati haitapita, lazima muujiza utatendeka. Halo alizoea kuona mikono ina hela. Hii ambayo haikuwa na kitu ndio ilitoa baraka. Hapa ambapo unaona hakuna kitu, hapo ndipo kuna kitu. Hapo ambapo unaona hakuna kitu, hapo ndipo kuna kitu. Kuna pastor mmoja huwa ananifurahisha sana upande wa Beka, nimemaliza. Hapa hawetaidia na hamungu na niasheje tirete ruru ndaraida niteidie. Toni kiugo iteidie nile ajira nyingi. Halo. Sasa amebadilisha, ananiambiaga akienda kuanzisha hiyo kanisa na ni Mungu alimtuma. Aliulizwa na watu goko makongo indere goko makongo indere goko makongo indere goko makongo indere wakaka hunjia makongo na tetemere goko makongo indere 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 kwando maraiba. Halo we na ne maimire umeta hangi nyokorera na ne koihoru. Halo marasho kakoma kongo indere goko bimone birikari okoma kongo indere hamari gaine marahe ne birikari okoma kongo indere. Halo kondo ndona na makongo ona kanino wa Kristo tiga kuona makongo motolero wako ona tegere kondo koma kongo indere koma kongo indere koma kongo indere ne kokora imakendo koma kongo indere ne kokora imanyoma koma kongo indere ne kokora imaheremu koma kongo indere ne kokora imabesha koma kongo indere ne kokora imalera koma kongo indere ne kokora imatonga tando timakongo toleo tuetete. Halo hapo ambapo unaona hakuna kitu, kuna kitu. Hapo ambapo unaona hakuna kitu, kuna kitu. Halo nikwambie, nimemaliza mwaka huu, sijui Januari Februari tulienda na tukaotesha tukihanda hao na kila kama isho na twa handa ndirona tugicibunya nitohanda tonda kuhanda ni ukuhingwo no ici ni turabunya akwete nginya mbegu cia kahururanga na gatu akahurunja ku kemona we hurunja no ni ndirona agicibunya ndigukomiyo hurunje no ici ni turabunya akinyire handu hindi ya gucibunya gikinya keigwa njuria mbegu ciakwa ni ihonokire ngimure njina honoka ne cihururire itanahurura tondu ni ciakahurura ciakakuhurura na riu Ngai ndokire ne cihururire mbere akenyita uria ndaigakinyira hatire na thina
Baba horira ni mwakejera keni ngegwathie wa munyanginya irigo. Ngemorere ngai hinda na ikini mwathani aringa kiama. Ndomanete marigo makabunyo mothe. Na hindi ratumana na undu wa gwitikia. Halo nake ngai oke kuma kongo-ini. Nikuo ngai egwika. Mundu uyu hwaini ari hamwe nao. Ari hamwe nao. Riu yigiraga ni andu aria mamureaga hau murango-ini. Maiguire rugano matana munyira hwaini. Tondu ngumo no yathire. Makiigua mwingi. Mundu uria turaga hekalu-ini. Ndio mundu ndarenda kumenyeka no murehaga to mamurehaga na nduma makamugina na nduma no agathikiriria nginya nyona ni moranagia kana ki wathikiriria horo cio muno to muwi oya kamenya ungende ni ndiramutoraga ati nikire ahodi we kai mena kwa no ni wega nebe arori mutono ni amenya ndigatoga ati nikire ahodi mundu uria turahara hekalu-ini kai ndagega we na mane ndebe ni kwa jadi turaje na mbere kindu tha inyanya na ndagikari niire nitamuhothera ndimuhotheire na ni makire kuinyi marashi haima ndo kutohana burao ni uguo na igotiga burao niwe no tunarainuka ekugoshaga na niwe nikiguthire aho igo de Petro ya Petro na ne maharia halo gwete goko haruga futi halo haria turonekana turi umuthi na ndo agwitikia ngai ngai araturuta riu mundu ucio thutha ucio atonyaga hekalu akoiga ngai wi munene mandiraturigikarite thi haria ngai wi munene ndiraturaga ngiritagira haria ndehagirwo muhothiho hau uronekana uikarite miaka mingi ngai nĩarakuruta ho ũhahĩtũkage ũguo uage mamwathani tondu ndĩroiga ngai wi munene ma ngai wi munene atĩ ndĩrahĩtũka harĩa ndĩrakomborete ngai wi munene ngai wi munene na nĩngũtũra ngwendete ngai wi munene we ũringaga ciama we wĩkaga magegania ũkagigia andũ aku ngai wi munene ngai wi munene ngai wi mwagĩrĩru ngai nĩ ũrĩ hinya nĩ ũcenjagia mũtũrĩre wa mũndũ nĩ ũgarũraga maica ma mũndũ ũrĩa andũ maramũĩ ũgacenjia andũ magatigwo magegete ngai wi munene ngai wi munene great Selinera Inailo the great Inailo the great Antonio na Inailo the great Selinalo mozi tipo komena Inailo the great Selinela Selinalo the great Antonio zaite tipo shimane tabanalo komena bine Inailo by great Selinera iwe ni ukwehoka ngai iwe ni uweterera Ngai utari na getheno ko tondu ni kuri Ngai ureka maundu miturire-ini itu ramazopotsemobina tele inuka kwa miguu yako mshukuru Mungu mwambie kwamba akupe nguvu na uwezo na imani ya kumngoja maana kwa wakati wake ambao amekusudia kwa majira yake haitakupita wewe nekataya wagante na ninomoziashe ramazakataya baba wewe ndiye unayejua unahitaji nini wewe ndiye unayejua unamngojea Mungu kwa sababu gani mwambie Mungu akupe uwezo na akupe imani ya kumngoja zaidi huyu mtu alingoja Mungu bila kuchoka akiwa kiwete lakini siku moja ya siku alienda nyumbani akiwa mtu ambaye ako na miguu kuna Mungu ambaye anabadilisha maisha zidi kumtumainia zidi kumngoja kwa imani maana anabadilisha hali ndio mundu akinyerendo ona mambo hetoketa miaka mingi haya mambo tigeta murango ile miaka mingi na muthenya wa muthenya agitonya ni hamwe ndao kaidego tumashorona mambo tigeta mahondo-ini ashorona mahotete gwika maundu miturire-ini nego tumahinda riake rikinya riakinyanira maundu makinyira matigite muno na mazeketeke ya baba matigite muno tondu ndirabona matigueretie reketeke tayaba na matanda kweli leo kwa makinyira mabereke ibada muthenya uyu recha na matanda recha ari hamwe nao mambo maneno ndo mabetie nemekoreto mabetie mambo miturire-ini na mabonekana ni ararine asho matanda recha kwa mabetie leo kwa hamwe nao ingewa Pastor Kamau akuje atumalizie kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa ajili ya wema wako na neema yako ambao umefikisha kila mmoja wetu
ukatupa mawazo mazuri kuja katika nyumba yako tuweze kusikia neno lako wewe Mfalme. Asante kwa neno ambalo Mungu umetunenea siku ya leo. Ni kwa sababu bila imani hatuwezi kufurahisha ile Bwana. Bila imani hatuwezi kukaribia, maana kujaye kwako lazima ajue kwamba wewe uko hai na kwamba unawalipa wale wote wanaokutafuta. Asante kwa neno ambalo tumesikia siku ya leo, neno la kubadilisha maisha yetu kupitia kwa sauti yako, neno ambalo ni wakati huu unaofaa. Asante Mfalme wa wafalme, asante kwa sikio lote ambalo umesikia hili neno Mungu wetu. Naomba kwamba tutachukua hatua ili Mungu tukaweza kuelekea kwa imani, maana bila imani tuweze kufurahisha yeye Bwana. Asante kwa wale ambao wametolea ahadi zako. Ahadi zako ni ndio na ndani yako ni amina, na tunazipokea katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kanisa lako siku ya leo, kanisa lote la nchi ya Kenya, kanisa lote la nchi la dunia. Asante maana Mungu wetu hakuna nguvu, hakuna uweza, hakuna mamlaka ambayo uko na nguvu kinyume na nguvu zako wewe Bwana. Ukaambia Petro juu yake katika kanisa lako, na hata malango ya kuzimu haitaistahimili wewe Bwana. Ukainuliwa na ukaheshimika. Asante maana wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu tunaomba na hata kuamini. Kila mmoja sema amen.